Moyo mashine ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Moyo mashine ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Sauti za busara. Tamasha la 23 la kimataifa la muziki Sauti za Busara linatarajiwa kuanza Februari 5 hadi 8, 2026 visiwani Zanzibar, zikiwa siku 4 za burudani na muziki wa live kutoka kwa wasanii zaidi kote duniani. Habari zenu jamani, mambo vipi? Kwa jina naitwa Lawrence Herman. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Busara Promotions, waandaji wa tamasha la Sauti za Busara. Tupo live hapo kwenye Daily News Digital, na ningependa sana kuwakaribisha katika tamasha letu la msimu wa 23. Sauti za Busara itafanyika tarehe 5 hadi tarehe 8, viwanja vya Mnazi Mmoja, Stone Town, Zanzibar. Tuna mambo makubwa, mambo mazito. Tuna living legend, the golden voice of Africa, Salif Keita, all the way from Mali, live in Zanzibar. Tuna wasanii zaidi ya 30, wanamuziki zaidi ya 400 ambao watatumbuiza kwa siku 4, majukwani manne. Burudani ni kubwa. Karibuni sana Sauti za Busara mwaka 2026, tarehe 5 hadi tarehe 8 Februari. Karibuni. Kwa mwaka huu tamasha hilo linatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja, tofauti na matamasha 22 yaliyopita ambapo yalifanyika katika ukumbi wa Ngome Kongwe visiwani hapa. Mkurugenzi wa tamasha hilo Jane Ramadhani anafafanua zaidi. Jina langu ni Jane Ramadhani, ni mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara. Kwa sasa tupo kwenye maandalizi ya mwisho ya tamasha letu la Sauti za Busara ambao litaanza rasmi tarehe 5 mpaka 8, lakini kwenye event za awali tukishirikiana na UN Women, Wizara ya Jinsia, Wanawake na Watoto na Umoja wa Ulaya, tuna events tofauti ambazo tumeshafanya. Ya kwanza Jumamosi iliyopita ambayo tarehe 17, ya pili tunategemea kuifanya tarehe 24, ya tatu itafanyika tarehe 4, siku moja kabla ya tamasha, na nyingine itafanyika baada ya tamasha tarehe 28 mwezi wa 3. Kwa hiyo tamasha letu litaanza rasmi hiyo tarehe 5. Mwaka huu kuna kitu kidogo kipya kwamba tumehama eneo la Ngome Kongwe. Watu wengi walikuwa wanajiuliza huko mnakoelekea kukoje, kwa sababu ya mazoea kwamba tamasha linafanyika Ngome Kongwe kila mwaka, lakini niwatoe hofu kwamba tamasha lipo ndani ya mji mkongwe. Yaani tamasha lipo mji mkongwe, pale mji mkongwe, ila tumehama tu kama kutoka mtaa huu tumeenda mtaa mwingine. Unajua Ngome Kongwe iko Shangani, lakini sasa hivi tuko maeneo ya Kikwajuni ambayo bado ni katika viwanja vya Mnazi Mmoja ambao vipo ndani ya mji mkongwe. Kwa hiyo niwatoe hofu tu, ni eneo la, naweza kusema ni eneo la wazi, lakini tupo katika construction ya kutengeneza fence. Kwa hiyo kila mtu atakayekuwa ndani atakuwa yuko surrounded, usalama, na kila kitu kitafanyika kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Msanii mkongwe kutoka Mali, Salif Keita, ndiye ataongoza burudani katika tamasha hilo pamoja na wasanii wengine kutoka sehemu mbalimbali duniani, wakiwemo baadhi ya wasanii wa Tanzania, Ben Paul, Manfongo, Alamoka na Man Kifimbo. Tunajivunia kwa kuwa na mzee wetu Salif Keita kutoka Mali. Ni msanii mkongwe na anajulikana sana, naweza kusema dunia nzima, lakini akishirikishwa au akisindikizwa na wasanii kutoka nyumbani. Kwa hiyo nyumbani namaanisha kuna Ben Paul, kuna Manfongo, kuna Alamoka, kuna Mama C, kuna Magoma Moto, lakini kwa upande wa Zanzibar kuna Tarajaz, kuna Rajab Suleiman, na kuna DCMA Young Stars. La nje kuna wasanii wengi vile na wengine wengi, lakini bila kusahau tuna programu yetu ile ya Swahili Encounters tunaendelea nayo, ambayo wasanii mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali watakutana kwa ajili ya kutengeneza nyimbo, kufanya networks, lakini vile kujifunza muziki wetu na sisi wasanii wetu wa ndani kujifunza muziki wao. Kwa hiyo kutengeneza nyimbo ambayo kwa namna moja ama nyingine ina vinasaba vya nyumbani na kutoka mataifa mengine mbalimbali. Kwa hadhi ya tamasha la Sauti za Busara, hata ukipata kazi tu ya kugawa vipeperushi unashukuru. Kwa mimi kuwa sehemu ya main stage performance, nashukuru sana, na Busara Promotions na waandaji wa Sauti za Busara kwa ujumla na wadau wake
ni watu ambao nawaheshimu sana, kwa sababu mimi kama msanii najua ni ngumu kiasi gani unapomtumia promoter au muandaa event mahitaji yako wewe pamoja na bendi yako. Najua ni ngumu kiasi gani wanavyokuwa wanapokea. Wengi wanakimbia kwa sababu wanaona kwamba ni mambo mengi. Kwa hiyo mimi nawaheshimu sana Busara Promotions pamoja na wadau wote ambao wanafanikisha Sauti za Busara, kwa kuwa vinara wa kutu accommodate wasanii ambao tunapenda na tuna uwezo wa kuperform live. Kwa hiyo yangu machache ni hayo, na nimewaandalia burudani nzuri. Hatulali sisi, tunaandaa, tunapika burudani ambayo itakonga, itaacha alama, lakini muhimu kuliko yote itakuwa chachu ya mabadiliko chanya kwenye jamii. Mbali na kuburudika, lakini kuwa sehemu ya kuleta positive change kwenye jamii yetu. Ya kwangu mimi ni hayo, nashukuru sana. Moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Sauti za Busara. Mimi as Alamoka nafanya muziki unaitwa Afro Jazz Fusion. Ni aina ya muziki wenye jazz lakini una asili ya Kitanzania, Kiafrika, kwa sababu kuna Unyakyusa mle ndani, utakutana na Wakinga na nini. Kwa napenda sana kuwakaribisha, mje muenjoy. Utakuja utakutana na marafiki, kwa sababu unajua Busara iko kwa ajili ya kutuunganisha wanamuziki kwa watu wasio wanamuziki ambao ni audience wetu sisi. Nawakaribisha sana na asanteni. Hapo zamani palikuwa na sauti zililia ndani ya ile milima, na watoto walicheza kwenye vumbi, huku bibi akisimulia hadithi. Ayele mama, ayele 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 mama, ayele ayele ayo ayo. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Sauti za Busara kwa kuniamini Manifongo, kunikabidhi kuja kupiga show pale katika jukwaa kubwa la international zaidi, kukutana na wasanii wenzangu tofauti tofauti ambao wanatoka nchi tofauti tofauti na kuja kuwakilisha pale. Hii ni fursa kubwa sana kwa upande wangu. Napenda sana kutoa shukrani. Kwa upande mwingine, nimejipanga vizuri na timu yangu nzuri kutoka kwa Kandoro Baba Entertainment kuja kufanya show katika siku ambayo ilopangwa. Kwa hiyo ndugu zangu wote wa Tanzania, wa Zanzibar, tukutane kwa pamoja, tuje tucheze muziki wetu wa asili, muziki wa Singeli, na tumejipanga vizuri. Nadhani kwa Tanzania wajai kuona muziki wa Singeli ukiimbwa live na bendi kama inavyopigwa kama muziki mingine. Nadhani itakuwa kwa mara ya kwanza. Itakuwa kwa mara ya kwanza kwa sababu Tanzania hatujai kufanya hicho kitu. Tulifanya wakati tupo nchi za nje tulipokuwa pote. Bosi wangu. Tulifanya kule nchi za nje. Kwa sasa hivi inakuwa ni surprise kwa Tanzania wote. Na imani watafurahi na wataenjoy muziki mzuri. Endapo Manifongo nipo pale, afu na madansa wangu, afu tunaimba live bendi kabisa. Ina maana itakuwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo siwezi kuongea mengi sana. Usimalize wajua utamu kiendekeza sana mtoto utambemenda. Kwa hiyo tukutaneni wote, tuje tufurahi muziki wetu wa asili, muziki wetu wa Singeli. Na shukuru sana Sauti za Busara kwa kunipa nafasi hii. Kwani ukisikia na umwa mitatizo yeye oho, au nitakunywa sumu mimi sababu yeye ndo yeye nampenda sana mie, ndo yeye simuachi jama, na penzi lake limeniteka nyanga nyanga, na Manifongo kwake nashindwa sema, basi mama nipende mimi wenye moyo eti nasikia inaga ushemeji tunakula wanangu za moya nani leo
zamu ya Manifongo, we zamu yako itakuja kesho, sijali baria wangu. Ninaitwa Man Kifimbo, nawasalimia kwa kusema amani na upendo. Nimefurahi sana na ninashukuru Mungu kupata nafasi hii kushiriki katika tamasha la Busara. Ni nafasi ambayo ni ngumu na sio nyepesi kuipata mpaka uwe katika nafasi fulani. Kwa hiyo siwezi kusema mengi sana, ni kushukuru Busara Festival na kuwashukuru media zote zilizokuwepo, na leo ndo tunaonana kwa mara ya kwanza. Najua watu wengine hamjamjua nani Man Kifimbo, lakini tumaini kubwa tutakutana jukwani. Tumejiandaa vizuri sana. Tutapiga muziki yetu, na muziki ninatumia nafanya Afro Fusion Reggae. Nachanganyisha Kizalamo, Kizigua, Kimakonde, alafu nakuja naweka vitu kati pale. Kwa hiyo sitaki kumaliza utamu. Tukutane Busara Music Festival na tumaini kila mtu atafurahi. Nolonda kulonga na weye sada, miyangu bao kunyamala upido. Nolonda kulonga na weye sada, nipetano, nipetano, nipetano. Wo, kwa mfano. Nipetano, nipetano, nipetano. Kwa mfano. Yes, nipetano. Festo Polea, Daily News Digital.